Karibu sana mdau wa Uhifadhi Online TV. Ninayo furaha sana kukaribisha katika kipindi cha leo. Kipindi cha leo ni mahususi kwa ajili ya kupeana elimu ya uhifadhi kuhusu mambo mbalimbali, hususan yanayolenga migongano kati ya wanyamapori na binadamu. Kama Uhifadhi Online TV tumetengeneza vipindi vinne. Vipindi vinne vyote vitakwenda kutoa elimu ya uhifadhi, lakini katika nyanja tofauti tofauti. Leo tutaanza na migongano kati ya wanyamapori na binadamu. Kitakachofuata kinaweza kikawa ni uvamizi wa maeneo ya hifadhi. Kitakachofuata tena kinaweza kikawa kinahusiana na masuala ya ujangili wa uwindaji. Kingine cha mwisho kinaweza kikawa kinahusiana na ufugaji wa mifugo ndani ya hifadhi, changamoto ya mifugo katika maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo leo tuko maalum kwa ajili ya kuanza na kipengele kile cha kwanza ambacho ni migongano ya wanyamapori pamoja na binadamu. Wanyama wanaingia katika maeneo ya makazi, mashambani, alafu wanaleta zahama kule, lakini pia wananchi wanalalamika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tumeweka utaratibu wa kupokea jumbe kutoka kwa wadau kulingana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo sisi tumeziweka pamoja, zile zinazohusiana na migongano ya wanyamapori na binadamu tumeziweka pamoja, lakini tumechagua 5 za moto. Na ndio maana kipindi chetu sasa kitakuwa kinakwenda kwa jina la 5 za moto na mhifadhi ya Kafyome. Mimi kwa majina naitwa Albinus Joseph Kafyome. Kwa hiyo tutakuwa pamoja. Mimi ni mhifadhi jamii. Mhifadhi jamii Kafyome, tutakuwa pamoja kwenye swala zima la kuelekezana, kutoa elimu ya uhifadhi, lakini pia kuona wapi tulikuwa tunakwama, sintofahamu ilikuwa wapi. Kwa hiyo karibu sana. Hii ni Uhifadhi Online TV na tuko hapa kwa ajili ya kupeana uelewa na taarifa mbalimbali, sheria na taratibu, lakini na hatua, tahadhari, lakini na mambo mengi ambayo yanahusiana na masuala ya uhifadhi. Sasa kabla ya kwenda kusoma zile meseji 5 za moto zinazohusiana na migongano hii ya wanyamapori na binadamu, kwanza nataka tujue tuko pamoja kwamba changamoto hii ina historia ndefu ambayo inasababishwa na kuna sababu mbalimbali. Lakini leo tunaanza kutaja 3 tu ambazo kimsingi nazo ni moja ya sababu ambazo zinachangia changamoto hii kuwepo. Ya kwanza ni uvamizi wa maeneo ya mapito, corridors, zile maeneo ya mapito ya hawa wanyama. Na maeneo ya malisho, wanakwenda kufanya shughuli za kilimo au shughuli za kijamii, uwekezaji katika maeneo ambayo ni mapitio ya hawa wanyama. Sasa toka nyuma kule kulikuwa, yani hii changamoto inaendelea kukua kadiri ambavyo sisi tunaendelea kuendesha shughuli zetu za kiuchumi katika maeneo ambayo wao wanyama walikuwa wanapita kwa ajili ya kusafiri na kwenda kutafuta chakula, wanapita kwa ajili ya kwenda kutafuta maji, wanapita kwa ajili ya ndo maisha yao. Sasa sisi wananchi tumekwenda kuzuia maeneo yale. Sasa wao hawana ufahamu na utambuzi huo, wamekuwa wakiendelea kupita katika maeneo yao ya asili, na matokeo yake sasa wanajikuta wako katika maeneo yetu ya makazi au mashambani. Lakini sababu ya pili ni swala la ongezeko la idadi ya binadamu na mahitaji. Kwa hiyo sasa tumekuta sisi tuna mahitaji ya msingi ambayo kulingana na maeneo tulionayo, sasa maeneo yako vile vile, lakini idadi inakuwa na kitaalamu, idadi inapokuwa na mahitaji ya matumizi ya ardhi pia yanaongezeka, kwa sababu tunategemea kilimo katika upatikanaji wa chakula, tunategemea ardhi. Kwa hiyo kadiri ambavyo tunazidi kuongezeka ndivyo mahitaji ya matumizi ya ardhi yanaongezeka, na tunajikuta sasa tunatumia mpaka maeneo ambayo kimsingi kihistoria yalikuwa yanatumika na hawa wanyama. Sasa kwa kuchukua haya maeneo, sasa tunakuta tunaendelea kutengeneza ukaribu wa wao na sisi, na ndio maana sasa madhara haya yanaendelea kutokea. Lakini sababu ya 3, mabadiliko ya tabia ya nchi, ambayo kimsingi wote tunajua mabadiliko ya tabia ya nchi yanavyoathiri maeneo yetu, kwa maana ya ukame. Sasa ukame unaathiri pia uoto wa asili ambao ndio chakula tegemezi kwa baadhi ya wanyama kule polini, hususan hao wanaokula mimea au majani, tofauti na
wale wengine wanaokula nyama. Kwa hiyo hizi ndio sababu tatu kimsingi ambazo zinachochea changamoto hii ya wanyama pori pamoja migongano ya wanyama pori pamoja na binadamu. Kwa hiyo nataka niliweke sawa ili kabla tujaenda kusoma zile message za wadau, zile 5 za moto. Sasa tunakwenda kuangalia sasa zile message 5 za moto ambazo tulizichakata, tukaona nyingi zimekuja, lakini tukaziweka pamoja, tukaona kuna zingine zinaingiliana. Kwa hiyo tukawa tumeteua 5 za moto ambazo leo tutakwenda kuzipatia ufafanuzi ili kujengeana sasa uelewa pamoja kuhusu sheria, masuala ya uhifadhi na zile sintofahamu ambazo ziko ndani yake. Kwa hiyo swali la kwanza hapa tulilolipata nasema kwa nini TANAPA wanachelewa kulipa fidia pale tembo zinapokula mazao ya wananchi na fidia yenyewe inakuwa ndogo sana. Jambo la pili, hivi kati ya wananchi na wanyamapori nani ana thamani? Maana mtu akiuliwa na tembo au simba wanalipwa milioni 1, ila auliwe simba sasa ni balaa. Mdau anasema kwa nini inakuwa tofauti, nani ana thamani sasa? Kwa sababu binadamu akiuliwa hapo unalipa tu milioni 1, lakini tembo akiuliwa sasa ni balaa. Lakini pia swali la 3 nasema viongozi wafikirie sana ili swala la mtu shamba lako la ekari 2 au 3 linaliwa lote na matembo, eti wanakulipa fidia ya 50,000 kwa heka. Kwa hiyo mdau huyu ana hoja msingi, analalamika kwamba kila ambacho anawekeza shambani na kiasi ambacho analipwa baada ya uharibifu wa wanyamapori kinakuwa hakina uhalisia. Sawa, lingine ni hivi, kwa nini maliasili wasilipe fidia kulingana na thamani ya mfugo? Maana unakuta simba anakula ng'ombe wa 900,000 lakini eti wanakulipa 50,000 na hapo simba wao ndio kaja kijijini. Mdau analalamika kwamba simba wa maliasili wanakuja kijijini wanakula mifugo yao, lakini cha kushangaza ni kwamba malipo ya fidia ya kile ambacho mfugaji anapoteza hakina uhalisia na kile ambacho anafidiwa. Lakini jambo la 5 katika 5 zetu za moto ya mwisho kabisa anasema matembo sasa hivi yamekuwa mengi mno, kwa nini maliasili wasiyavune ili wakulima nao wapate nafuu? Huyu mdau anasema kwamba sasa wanyama tembo wamekuwa wengi na wameendelea kuleta usumbufu, kwa hiyo kwa nini sasa isifanyike mchakato wa kuwavuna ili tuone namna ambavyo wao watapata nafuu. Sawa. Hayo ndio maswali ya wadau. Sawa, katika kwenda sasa kuangalia kutolea ufafanuzi wa maswali au maoni ya hawa ndugu zetu. Sasa kuna vitu ambavyo tumevipata hapa kwenye hizi zote message 5. Kuna swala la fidia kama fidia, kuna swala la TANAPA kuchelewesha taasisi inayolipa, lakini pia kuna swala la fidia kuwa ndogo, chana na kuchelewa, fidia kuwa ndogo, lakini pia swala la ikitokea mnyamapori ameuliwa inakuwa ni balaa, na kuna kitu kinazungumzwa katika hizo message 5, swala la uvunaji wa hawa wanyama hususan tembo. Kwa hiyo haya yote tumeyaweka pamoja, tunaona vingi vinaongelewa ni fidia, uchelewaji, udogo, lakini pia na uvunaji kulingana na changamoto kubwa ya hawa wanyama. Kwa hiyo tutaenda kuiangazia haya yote. Kwa hiyo kwanza nitoe pole kwa wananchi wote ambao kimsingi wamekutwa na dhahama hii kokote ambako walipo. Naamini hizi message 5 zimewakilisha wananchi wengi walioko katika maeneo ambayo yana changamoto hii, kwa sababu inaonekana dhahiri kabisa ni changamoto ambayo inawarudisha wananchi nyuma katika uwekezaji, inawarudisha wananchi nyuma katika kuendelea kujikwamua katika umaskini. Kwa kwanza sasa tutaanza na swala la fidia na taasisi ambayo inahusika na ulipaji wa hii inayoitwa fidia. Kimsingi wananchi wengi wamesema kulingana na hizo message, wamesema ni fidia, lakini nataka tu niwaeleze kwamba kimsingi serikali kupitia sheria ya wanyamapori sura namba 283 ambayo imefanywa marekebisho 2023 inatamka bayana kwamba hii sio fidia, na hata kwenye kanuni hizi za mwaka 2011
zinatamka wazi kwamba hii sio fidia, isipokuwa ni pole, ambayo pole hii imegawanywa kwenye sehemu mbili, kwa maana ya kifuta jasho na kifuta machozi. Kwa nini hawajasema ni fidia? Kwa sababu tafsiri ya fidia ni kulipa kiasi sawasawa na uharibifu ulivyotokea. Kwa hiyo kama mfano, kama ng'ombe wako 900,000 ameuliwa na fisi, kwa hiyo serikali inapaswa ikulipe 900,000, yani thamani sawasawa na kile ulichopoteza. Kwa hiyo sasa serikali yenyewe kupitia sheria na kanuni zake kwamba serikali yenyewe inalipa kifuta jasho na kifuta machozi kwa maana ya pole. Kwa sababu tunaamini kabisa hakuna fidia ya uhai. Ikitokea mnyama amemuua binadamu, hakuna fidia. Yani hakuna kiasi ambacho kinaweza kikatosheleza thamani ya uhai. Na ndio maana wakaita ni pole, ni kama rambirambi tu, kwa maana kama umefikwa na msiba, umefikwa na yani ni pole. Kama ukutana na majanga, ni kama ambavyo inatokea majanga mengine, basi wao wanakupa pole kwa sababu wanaamini yule mnyama ni wa kwetu, lakini wao wana wajibu wa kutoa pole kwa maana ya kuungana na wewe katika kile ambacho umepoteza. Sasa kwenye malipo ya kifuta jasho au kifuta machozi kuna utaratibu wake. Lazima pia mwananchi, tuanze na kifuta machozi. Kifuta machozi hichi, kifuta machozi kinatokana na athari ambayo anapata mwananchi kutokana na hawa wanyama pori. Kwa hiyo pale ambapo mnyama anakuja kijijini na kufanya tukio, labda akajeruhi au akaua mtu, basi ni vyema familia au ndugu wa mhusika kutoa taarifa kwa kiongozi wa kijiji, kwa maana ya mtumishi wa serikali. Hapa anaweza akawa mtendaji wa kata au mtendaji wa kijiji, ambaye sasa atawasiliana na afisa wanyamapori wa wilaya, ambaye kimsingi ndio anahusika moja kwa moja na masuala ya tathmini, akishirikiana na wataalamu wa mifugo pamoja na kilimo katika eneo husika. Kwa hiyo sasa kwa upande wa kifuta machozi, pale inapotokea sasa mwananchi ameathiriwa, basi mtendaji wa kata wa kijiji anakuwepo pale, lakini pia na afisa wanyamapori wilaya wanakuja na fomu ile ya maombi ya kulipwa sasa kifuta machozi. Wao watafanya tathmini pale na wataangalia kwamba athari imekuaje, lakini pia watapata ripoti ya hospitali ili kujua namna ambavyo malipo ya kifuta machozi yatakuaje kulingana na athari ambayo imetokea. Lakini tahadhari tu ni kwamba haya madhara yanayompata mwananchi yawe yamempata kijijini. Yaani hakuna malipo ya kifuta machozi yatalipwa ikiwa huyu mwananchi alikuwa anashiriki shughuli ambazo ziko kinyume na sheria. Mfano, mwananchi amekwenda polini, alikuwa anawinda akakutana na simba akajeruhiwa. Huyu sasa amefuata nyama kule, kwa mujibu wa kanuni hana uhalali wa kudai hii fidia hana uhalali wa kudai hichi kifuta machozi. Sasa ndugu zangu, na hapo nadhani tumekaa sawa. Washukuru sana, na niseme tuendelee kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube ya Uhifadhi TV, lakini pia kwenye mitandao yote ya kijamii unaweza ukashare, ukalike, ukacomment. Hivi vyote vitatusaidia watu wengi zaidi waendelee kupata elimu ya uhifadhi.